Usitumie dawa yoyote ya asili au dawa ya kienyeji bila ya kufanya nia. Nia ni kitu cha msingi sana katika matumizi ya dawa hizi za asili au dawa hizi za kienyeji. Aidha dawa hiyo uwe umetoa kupitia masomo au darasa hizi ambazo tunazozitoa mitandaoni, au aidha dawa hiyo umeenda kwa mtaalamu bimaana mganga wa kienyeji amekupatia dawa. Yote na yote katika jumuishi ya matumizi ya dawa hizi, haijalishi utakuwa umezipata kutoka kwa nani, ila zingatia kwamba katika matumizi basi wekeza nia zako. Wekeza nia uliokusudia. Kwa sababu nia imegawanyika katika makundi mawili au imekaa katika sehemu kuu mbili. Nia mahala pake ni moyoni haswa, ndivyo tunavyothibiti. Na vile vile nia hii pia imekaa katika tamshi, bimaana imekaa katika ulimi. Panapotamkwa neno katika ulimi, basi huumbwa kitu, kama wanavyosema maneno huumba. Maana yangu ni hii. Kuna baadhi kwamba tunapochukua labda dawa, tayari katika mioyo yetu tumejenga hii dawa ni kwa ajili labda ya kuondoa nuksi. Hii dawa ni kwa ajili ya kutaka uvuto katika mwili. Kwa hiyo moyoni tayari umeshajenga hivyo. Kwa hiyo ukifika tu unachukua dawa yako, unaiweka katika maji, kisha unayoga, au kama ni kujifusha unafusha, au kama ni kuchoma unachoma. Na unachoma vile au unaoga pasina kutamka maneno yoyote. Kwa sababu umebeba lile la kusema moyoni mwangu tayari nimebeba dhamira ya nia ambayo nimekusudia. Haikatazwi, inafaa kabisa, lakini kutamka napo kuna uzito mkubwa sana. Kwa sababu unavonena yale maneno kuna vitu vinajitengeneza. Sawa? Kuna nguvu fulani inajijenga. Kwa hiyo inakuwa ni bora sana wewe kuweza kutamka maneno baada ya kuwa umebeba nia yako katika kifua, umebeba nia yako katika moyo. Kwa hiyo uzito wa nia katika swala la matumizi ya dawa umechukua nafasi pana sana. Hili tukae tukilifahamu au tukae tukilijua. Kwa hiyo kwa ushauri wa kwangu mimi ambao ninaokupa, usitumie dawa ya namna yote ile, iwe ya kunywa, ya kuoga, ya kujifusha, bila kuweka nia. Kwa sababu kumekuwa na maswali mengi sana kwa baadhi ya watu wakiwa wananiuliza, Maalim vipi, hii dawa naweza nikaitumia bila kuongea chochote? Hii dawa naweza nikaitumia bila kusema neno lolote? Hapana. Pengine wewe una kusudio la mapenzi, upendo labda na watu au mtu fulani akupende. Kwa lazima dawa hiyo utakapokuwa ukitumia kwa kusudi hilo lazima utamke nia, bimaana utamke maneno yako, yani ulenge kusudi ulilokusudia wewe kupitia ile dawa. Kwa kama ni dawa ya uvuto, basi tia nia zako dawa hiyo iwe ni uvuto katika mwili wako. Kwa kama ni dawa ya kupandisha nyota au kusafisha nyota, basi tia nia zako, ongea maneno yako kwa kutumia hiyo dawa iweze kupandisha nyota yako, iweze kusafisha nyota yako. Kwa hiyo nia ni msingi wa kwanza katika matumizi ya dawa zetu hizi za asili au dawa hizi za kienyeji. Utakuta kwamba kuna dawa ambazo zimechanganywa miti ya namna tofauti tofauti. Unakuta labda dawa moja ya uvuto ndani yake kuna miti takriban 7. Sasa hiyo miti aina 7 tofauti tofauti imebeba viumbe vingi sana. Kwa sababu kwanza fahamu dawa ya kienyeji peke yake ni kiumbe. Sababu dawa hii imetokana na mti. Na huu mti ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu alikiumba. Umeelewa? Na katika somo langu la nyuma kabisa niliwahi kusema kwamba hii miti tunayoitumia sisi, nguvu yake kwanza inapatikanika katika uumbwaji wa huu mti. Na nguvu ya pili inapatikanika kutokana na karama ya Mwenyezi Mungu aliyotia katika huu mti. Na nguvu ya tatu inapatikana kwa wale viumbe waliokuwa wakiishi katika ule mti. Kwa sababu mti utauona unapita, unasema huu mti labda unazuia upepo tu, au mti ni kwa ajili ya kimvuli, lakini ufahamu huo mti pengine unausemea ni wa kimvuli. Hapo kuna viumbe ndio nyumba yao, hapo kuna viumbe ndio sehemu yao ya starehe. Yani akikaa pale yeye nafsi yake inaburudika, inasuzika katika huo mti.
huo mti muda mwingine kwamba unakuta kuna viumbe ndio sehemu yao ya chakula wanapolia, au ndio chakula chao, au ndio mahala pa mikutano yao. Kwa unavyoenda kutoa ule mti, ufahamu kwamba kuna viumbe ambao umeshawaondolea starehe yao, au umeondolea kimvuli chao. Kwa ndio maana inapendeza unapokwenda kuchuma dawa, kuna utaratibu inatakiwa wewe ufate, na utaratibu wa nia ni utaratibu wa kwenda kufanya nia unapochuma ile dawa. Usikate tu ule mzizi, usikate tu hayo magome au matawi kama uko unachomoa kitu tu hivi, isipokuwa iweka nia yako. Nia inaanzia kwanza kwenye kuchimba au kwenye kuchukua dawa katika huo mti, alafu nia ya pili inatumika katika kuitengeneza ile dawa. Kwa sisi wataalamu tunavyoisuka au tunavyoitengeneza ile dawa, kama tunachanganya miti kadhaa tunaikusudia, lakini nia ya tatu inakuja kukamilishwa na mtumiaji mwenyewe, kwa sababu unakuta hiyo dawa ya uvuto dawa ya uvuto muda mwingine hiyo dawa ya uvuto ndiyo inahusika katika mapenzi. Unakuta hiyo dawa ya uvuto ndiyo inayohusika katika masuala ya biashara. Sasa unaweza kukuta wewe huna shida ya biashara, huna shida ya mapenzi, shida kwenye uvuto, na hii dawa imetengenezwa, imechanganya miti, kwa sababu hii dawa itafanyika katika mapenzi, hii dawa itafanyika katika biashara, hii dawa itafanyika katika uvuto wa mwili. Umeelewa? Sasa unavyopewa sasa ile dawa, haijui ifanye kazi gani katika mwili wako bila kuielekeza nia. Kwa hiyo inatakikana kwamba wewe labda una shida ya mapenzi, ielekeze katika mapenzi. Una shida ya uvuto katika mwili, ielekeze katika uvuto wa mwili. Una shida ya biashara, kupata wateja, basi ielekeze katika uvuto wa biashara, kwa kuweza kuwavuta wateja katika biashara yako. Kwa hiyo nia ni kitu cha msingi sana pindi unapokuwa ukitumia hizi dawa zetu za asili au dawa za kienyeji. Hilo lipate kufahamika au lipate kujulikanika katika mfumo mzuri wa utumiaji wa dawa pasina kutumia nia. Nia ndiyo msingi wa kwanza katika mafanikio. Kama utakuwa una maswali, aidha una maoni, basi unaweza ukaacha maoni yako hapo chini, na unaweza ukapendekeza tuandae somo gani au somo lipi ambalo unalohitaji wewe uweze kufahamu au kujifunza. Na vile vile usisahau kulike video hii. Unapozidi kulike video zangu, ndivyo ambavyo unapozidi kusogezewa karibu kabisa hizi darasa zangu ukaweza kuzipata kwa urahisi. Na vile vile usisahau kushare ili nao wengine wapate kujifunza mada hii au somo hili la namna ya kuweza kutumia dawa kwa kutumia nia. Na pia usisahau kusubscribe. Kama una shida na visomo vya dua, tiba za maradhi ya namna mbalimbali au dawa za mitishamba, waweza ukanipigia simu. Mawasiliano yangu yapo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu zinapita hapo. Ni mie wako Maalim Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.